Media ni kituo cha habari kutoka DRC Congo kinachojivunia kupeperusha habari za ukweli, kwa wakati na kwa uaminifu. Tunaripoti kwa uwazi, bila upendeleo, tukileta uchambuzi wa kina wa masuala ya kisiasa, kijamii, kiuchumi na kimataifa. Sisi ni sauti ya wananchi, daraja la maarifa na jicho la mabadiliko. Tunapatikana ndani ya DRC Congo na pia kupitia mitandao ya kijamii kwa watazamaji duniani kote. Ubembe TV Media, sauti ya ukweli, mtazamo wa jamii. Kwa taarifa yetu ya habari, acha tuanzie na habari kuhusu vizuizi vya ondolewa kwenye barabara ya taifa inayotokea Uvira hadi Fizi tangu hiyo jana, na hivyo ni kwa ilani ya Kamanda Mzalendo Rene Itongwa. Hayo ni kwa kurahisishia raia na kusafiri kwa amani na usalama kwenye eneo hilo, amejulisha hivyo kamanda huyo katika mahojiano na chumba chetu cha habari. Ila amejulisha kuwa kumebaki baadhi ya vizuizi kama vile 6 kwa ajili ya kuendesha uchunguzi wa watu ili kudumisha usalama na kuweza kuwasaka wale wanaojipenyeza kwa kuyumbisha usalama. Hivyo imetaja duru yetu. Kwenye vizuizi hivyo hakuna atakayeshurutishwa kutoa pesa. Fuateni hapa masemi yake kamanda Rene Itongwa kwenye mikrofoni mwenzetu Gayusi Shabilepa. Hali kwa sasa naona hali ni sawa, kwa sababu watu wote walitii amri ambayo tulitoa kwa ajili ya kutoa vizuizi, na kulingana sana hali ya usalama wa nchi, gisi watu wote wanajua adui kumlango hapa Mwa Plateau, Katogota na kuendelea fasi zingine, adui kunaendelea kujinfiltre. Tuliacha bariere umwe 6, Makobola bariere moya, Lweba, Malinde na kuendelea hadi Lulimba umwe bariere 6, na hizo bariere ziko hapo. Mission ni ya kukontrole, kufanya checking kwa passager ni watu wanapita. Kwa hiyo tutahitaji vraiment raia ielewe, kwa sababu hali haiko nzuri kuhusu mambo ya usalama. Na kwa hizo vizuizi hawatoze pesa nije? Vizuizi vilikuwa vya kutoza pesa. Alafu vizuizi ambavyo tuliacha ni vizuizi ambavyo haviko vya kutosha pesa, ni vizuizi vya kufanya checking. Assurance ambayo tunapatia population, ya kwanza wajisikie uhuru kutembea bila mashaka, na wakati wanafika kwenye bariere wajue kontrole iko, na ni lazima waheshimu, kwa sababu kila mtu ni mshakiwa, na ni lazima wakubali kufanya hiyo kontrole. Yule ambaye mwenye iko na nchi iko vibaya, wanaona kama mtu ambaye aliongoza nchi leo ni adui, na wako wanafanya mademarshe zao za kila aina, ila tunarasire raia kama adui hata ingiaka hapa. Sasa gisi tulibambiaka mbele kama adui hata ingiaka hapa. Kwenye kambi la waathirika wahamiaji na wahamiaji huko Kilomoni ya pili, waathirika hao wanaomba msaada kwa wakuu viongozi wa munisipa ya jiji la Uvira. Pia wanaomba wahamishwe eneo hilo na kupelekwa sehemu nyingine ambapo watapaishi vizuri na usalama. Wanataja kuishi maisha duni miaka nenda miaka rudi. Mengi Mazambi Mpengwa kulitetea na tujulisha. Waathirika wa mafuriko na wahamiaji wanaoishi Kilomoni ya pili kwenye site Mangozi wanataja kuwa na wasiwasi kutokana na maisha mabaya wanaoipitia. Walijulisha redio yako usiku ya posho mbele ya saa 6 mchana kwamba ukosefu wa chakula na pia shuka za kujifunika inafanya maisha yao kuwa mabaya zaidi na zaidi. Miongoni mwao wanakuwa wale waathirika wa mafuriko tangu miaka 5 hivi, na wengine waliofika mjini Uvira hivi tu majuzi kutokea Goma, Bukavu na bondeni mwa Ruzizi. Bi Feza na Kitoka, akiwa mwenyekiti wa waathirika wa mafuriko na wahamiaji, alitaja kwamba wanaomba waondolewe eneo hilo na wapelekwe nafasi ambapo wanaweza kujengewa kutakapokuwa usalama mzuri zaidi na zaidi, na pia wanaweza kupewa chakula na vyombo vingine vya mahitajio vilivyopotea. Tumsikilize.
basinistre badeplace tuko nabo hapa. Shi tungependa kusema kwa magumu tunaishi ndani hapa. Tunalala vibaya, tunakula vibaya, mai tunakunya ni ile ya Tanganyika na ndio tunashota ama mawese inayala. Tungependa mtutoshe sisi wote, mtutafutie fasi nyingine ya kwenda. Twende tubakie kule na mtusaidie njia ikuwe wazi juu benye kutoka mbali nao barudie kwa nyumba yao. Sawa vile Mabukavu, Goma, Mplene muli. Ndio kitu tunabalomba. Mwaka wa 5 hii tuko hapa msite Mangozide. Batubebe fasi kwenye matatubeba kwetu tutakuwa bien na wanatoa security na njoo yetu tunataka ile. Sawa tunateseka siku mingi sana. Kwa mujibu wake mkuu wa mtaa wa eneo hilo la Kilomoni ya pili Kidogoma Mudumba alisema anakuwa na saki 10 ya unga na saki 10 ya maharagi. Kwake yeye anaona kwamba ni ndogo zaidi kwa kuwagawia wahamiaji na waathirika wa maji wakiwa zaidi ya 1500 hivi wanaokaa kwenye eneo analoliongoza. Sinistre na badeplace kwa hapa mwa avenue yangu. Wakawaambia bakwe kujenga manyumba hapa na watu wanahangaika, wanakosa nafasi ya kuikala na binye batakula. Kweli ministre na ule mama ule madami bakafika hapa na bakaona na bakabashangilia kwa wingi sana. Basi wakasema sisi tunaenda tutabaletea angalau kidogo yenye itabasaidia. Muda siku 2 tukana banakuya na chakula kidogo. Saki makuu 2 ziko mumwangu. Basi ministre badeplace hapa nafasi ya kuikala na habana chakula. Na kila saa kwa kuniuziuzi, sasa hii chakula baada ya chaka humu mwako tufanyaje? Sasa mimi nawaambia mwende kwa meya, ende kuwaambia hii chakula tufanyaje na chakula ni kidogo sana kitaenea watu. Na watu wanaanza kuwa hata 1500 watu wenye kutafuta chakula. Baongezee chakula kusudi makilele iniishe eko. Watu baacho kwa bananiuziuzi. Na batawafutia nafasi ya kujenga, nafasi kwa bataikala. Mawese hapa nafasi ya kunyamba. Bako wanalala makambi hapa. Benye parcelle wanakuwa mkuwafukuza. Batoke mparcelle zabo. Kumbe naomba serikali, basinistre na badeplace batafute nafasi kwa batabatia. Babatoshe mparcelle za watu. Kwa upande wao waathirika, miongoni wao wanataja pia kwamba wanaonewa zaidi na wale waliokutaniwa nafasi hiyo. Wanaomba wakuu viongozi wa manispaa ya Uvira kuingilia kati na ili kwamba waweze kuwatafutia suluhisho. Zaidi nao pia wanalia kukosa chakula na dawa, wakitaja kwamba miongoni mwao 2 wamewahi kufariki hivi tu wiki zilizopita kutokana na ugonjwa wa kipindupindu. Naitwa kwa jina la Ana Sila. Debu kutoka Bukavu tuko hapa, tunahangaika sana. Kulala shida, kukula shida, magonjwa, afya zetu haziko sawa. Tunaomba wakubwa watusaidie nafasi ya kukaa, maana hapa kwenye tuko wanaanza tuambia eti tutoke tubomoe manyumba, hatujui fasi gani kwenye tutaenda na watoto. Naitwa Julienne Masoka. Mimi natokea Goma, nateseka. Walituahidi watatupatia chakula, watatusaidia msaada kidogo juu ya kututoa mahema. Hakuna msaada yoyote ile yenye tunapewa. Watoto wa mwa wanaanza ugua kolera za juu ya kubanana, tunakosa pozi. Tuko na shinda njala, tunalala njala, tunalala chini. Hakuna mistikere, himbu zinatukula, zinatuletea hata malaria. Batutoe muhema, inatuluma, tunajiuliza tutaenda wapi. Naitwa kwa jina Irenge Bazibuhe Adria. Nitokea Bukavu, tuko hapa Mukambi, tunaishi maisha ya mubaya sana. Kuona sasa tuko hapa ba moya beba litangule kama mwa makambi. Biko banasema ase ifo na shetu andike tubebe barua yetu ku meri. Tunajiuliza sheba kimbizi tutaanza kuenda ku meri na tuongee nini. Tunaona iko saa kama kiongozi wa hapa njomwe ya fe nini atuangalie na roho ya mzuku.